Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya salamu zetu, tunapenda tuwatangazie tena kwamba kipindi tena kinawajia, nacho ni kipindi ambacho kinaitwa kipindi Mtajua Kweli na Kweli Itawaweka Huru. Kipindi Mtajua Kweli na Kweli Itawaweka Huru kinaletwa na wenu wa kila siku, Mchungaji Mwira Mugula Robert, akiwa mchungaji wa kanisa la Senge Mselpa na Yoti katika mji wa Bukavu katika nchi ya Kongo. Kabla tuendeleshe kipindi chetu, tunataka kwanza tuombe Mungu na nyuma ya pale tunaweza kuendelea. Niwapendeze wasikilizaji wangu na watazamaji kujiunga pamoja na mimi popote mlipo, ili tupate kumomba Mungu. Baba Mungu uliyeumba mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo Bwana, tunao moyo wa shukrani mbele zako kwa kutupa tena muda huu mzuri mwafaka ambao tumekuwa mbele ya umati wa watu pande zote nne za ulimwengu wakitufuata mtandaoni kwa ajili ya kulitangaza neno lako. Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, unaachiwa uwanja huu kwamba uumiliki na utawale. Msikilizaji ambaye atatusikia leo na kesho na baada ya miaka aendelee kuona sawa vile ni leo anatufuata. Tunaliombea neno lako, tunaombea wasikilizaji wote ambao watakaotusikiliza wapate kubarikiwa na wewe. Neema hii tumeiomba kwa jina la Yesu, amina. Nilikuwa niko nawaambia wasikilizaji na watazamaji kwamba ni kipindi ambacho kinaitwa kipindi Mtajua Kweli na Kweli Itawaweka Huru. Kipindi Mtajua Kweli na Kweli Itawaweka Huru kinaletwa na wenu wa kila siku, Mchungaji Mwira Mugula Robert. Mchungaji Mwira Mugula Robert akiwa mchungaji wa kanisa la Senge Mselpa na Yoti. Kanisa la Senge Mselpa na Yoti linapatikana mjini Bukavu katika nchi ya Kongo. Wapendwa, kama mnapenda kuwasiliana na sisi kwa maulizo au kwa maswali au maelekezo mbalimbali, unaweza kuwasiliana na sisi kwenye namba zifuatazo: +243 9 94 21 84 97, +243 9 94 21 84 97. Kwa namba hizo unaweza kuwasiliana na sisi kwa maulizo mbalimbali au kwenye konti yetu ya Senge Mselpa na Yoti Bukavu. Unaweza kuuliza na utapata majibu mbalimbali. Ninapenda niwakumbushe kwamba tumeanza somo nzuri pamoja na ninyi, nalo linaitwa matokeo au siku za mwisho na matokeo yake kwa maisha ya Wakristo. Siku za mwisho na matokeo yake kwa maisha ya Wakristo. Katika somo hili pale ambako tumemalizia, leo tutaanza sehemu ya pili, na sehemu ya pili itaenda kutufundisha juu ya dalili ambazo zinadhihirisha hizi siku za mwisho. Na katika dalili hizo nimezigawanya kwa sehemu karibuni 5, na tayari tumeanza ile sehemu ya kwanza. Na sehemu ya kwanza tumesema ni dalili ambazo zinaelekea maisha ya Kikristo au maisha ya kiroho. Na hizi dalili za kiroho nimezianza katika ile sehemu ya kwanza, na nina matumaini wasikilizaji wangu na watazamaji wangu mlinifuata bila tatizo. Sasa leo nitaanza sehemu ya pili katika somo hili na zile dalili za kiroho ambamo nilifunza juu ya kuongezeka kwa dhambi. Na leo sasa katika ile sehemu ya pili tutaona juu ya kuibuka kwa manabii wa uongo na mafundisho ya uongo. Kuibuka kwa manabii wa uongo na mafundisho ya uongo. Tutasoma neno la Mungu katika Injili ya Yesu Kristo kama vile Mathayo ameiandika. Tutaangalia sura 24, tukianza ule mstari wake wa 3, tunaweza kufika mstari wa 5,
kisha tutaruka mstari wa 11, baadaye tunaruka mstari wa 24 mpaka 26. Nimesema Injili ya Yesu Kristo kama vile Mathayo ameandika sura zake 24, tunaweza kuangalia mstari wake wa 3, tunaweza kufika mstari wa 5, kisha tutaruka mstari wa 11 na baadaye mstari wake wa 24 mpaka 26. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo Bwana. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Aya 11, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Aya 24 mpaka 26, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Naogopa neno hili, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia yuko jangwani, msitoke; yumo nyumbani, msisadiki. Ni neno la Mungu. Amina. Wapendwa katika Kristo Yesu, ninawaambia kwamba ni kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru. Kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru inawaletea leo somo ambalo tutalichukua muda mrefu, nalo ni siku za mwisho na matokeo yake kwa maisha ya Wakristo. Somo hili tumeanza, ile nukta yake ya kwanza ni juu ya dalili ambazo zitatudhihirishia siku za mwisho. Na katika kipindi cha kwanza cha somo hili niliwaambia kwamba Biblia imetuachia mambo yote wazi, haikutuficha chochote. Imedhihirisha hizo siku ni nini itatusababishia na kutuonyesha kwamba tunaziishi tayari. Na nimewaambia kwamba zipo zile dalili ambazo ni dalili zinazoelekea kiroho, ni dalili za kiroho. Na dalili hizi za kiroho nimezigawanya kwa sehemu mbili kubwa. Sehemu yake ya kwanza inatuonyesha kuongezeka kwa dhambi na uovu, kuongezeka kwa dhambi na uovu. Katika kuongezeka kwa dhambi na uovu, nimewaambia dalili hizi zinaelekea tabia au zinajidhihirisha katika tabia za wale wanaojiita Wakristo nao sio. Inamaanisha kwamba dalili hizi hatuwezi kuzitambua. Dalili hizi tunazitambua ni kwa njia ya wale Wakristo wa vuguvugu, wale ambao wanajiita Wakristo lakini sio. Zipo tabia zao zinazojidhihirisha, na kwa njia hii wanatudhihirishia wenyewe utimilifu wa dalili hizo. Na ninawaambia mkumbuke Timotheo wa pili sura 3 mstari wa 2 mpaka ule mstari wake wa 5, na inatuonyesha namna gani watakavyokuwa watu hawa wa siku za mwisho, au waswandiza chrétien. Watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiopenda kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wenye kupenda anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakizikana nguvu za Mungu. Na kwa mwisho Paulo alisema hao nao ujiepushe nao. Sasa katika sehemu hii ya pili leo ambayo nimeianza, ninapenda nizungumuzie katika sehemu ya pili
ya dalili za kiroho, nayo sehemu ya pili ni gani? Ni kuibuka kwa manabii wa uongo na mafundisho ya uongo. Kuibuka kwa manabii wa uongo na mafundisho ya uongo. Wapendwa katika Kristo, wale wanaomkiri Mungu na kumwamini na wale ambao walikubali neno la Mungu mbele na walijidai kuwa waamini, ambao walikubali lile neno na wakalipokea, itafika muhula ambao watapokea ufunuo mpya, ingawa huko mbeleni walikuwa wamelikubali neno la Mungu kweli kweli. Ndani yao mtaibuka, kama niseme mvumo. Kutatokea mvumo ambao utawawasha wale ambao tuliwaona Wakristo waaminifu hapo mbeleni, lakini huu mwibuko ambao utawawasha na watapokea ufunuo mpya, ingawa utakuwa umepingana na neno la Mungu, ingawa utakuwa umepingana na ile kweli walioipokea hapo mbeleni, lakini watajiunga na mvumo huu na wataonekana wamepingana na ile neno walioipokea hapo mbeleni. Japo hili litasababisha upinzani mkubwa katika makanisa, jambo hili litazusha upinzani mkubwa katika makanisa, sawa vile tunasoma katika Timotheo wa kwanza sura 4 aya yake ya kwanza mpaka aya ya 3. Timotheo wa kwanza sura yake ya 4, tukiangalia ule mstari wa kwanza tukifika ule mstari wake wa 3. Ikupendeze msikilizaji na mtazamaji, tunaweza kusoma mimi na wewe hapo, tuangalie lile neno la Mungu katika Timotheo huu wa kwanza, Timotheo wa kwanza sura yake ya 4, tuone mstari wa kwanza, tunaweza kufika mstari wake wa 3, nayo ninaisoma katika jina la Yesu. Basi kwanza, Roho anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Nirudie pale katika somo langu, nimewaambia muibuko huu wa manabii wa uongo na wale walimu wa uongo itasababisha kwamba wale waliojiunga na imani hapo mbele, wale waliopokea neno la Mungu kweli kweli, wataingia hapo mvumo ya kukiuka na kuiacha kweli na kugeukia manabii wa uongo na walimu wa uongo. Biblia inasema, Roho anainena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Ningali katika kukuvuta msikilizaji na mtazamaji unielewe vizuri, ninaoga kwa sababu hata Yesu mwenyewe alisema mvumo huu utakapotokea, yamkini hata wale walikuwa wateule nao watadanganya. Pole sana. Mungu akusaidie msikilizaji, Mungu akusaidie kwamba uwe katika mabaki ya Mungu, ambao hata mvumo huu utatokea namna gani, itakutaniwa mzizi wako, racine principale ya imani yako imeingia katika neno la Mungu, ikishota na ikinyonya kweli ya Biblia. Haleluya! Ikinyonya kweli ya neno la Mungu. Hata mvumo huu utokee, nina matumaini msikilizaji wangu, wewe utakuwa miongoni mwa wale ambao watadanganya. Nikirudi katika somo langu, lipo jambo ambalo limenijenga, lipo jambo ambalo limenibariki. Biblia, neno la Mungu inaniambia kwamba hata itakuwa hivyo, kutakuwa tu mabaki ya Mungu. Oh, haleluya! Jina la Bwana libarikiwe sana. Roho anena wazi wazi kuwa nyakati za mwisho
wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasema, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Sikia, manabii wa uongo na walimu wa uongo wanapata na ushawishi kanisani kwa njia zifuatazo. Ninarudi tena, manabii hawa wa uongo na walimu hawa wa uongo wanapata nafasi na ushawishi kanisani kwa njia zifuatazo. Kama uko pamoja na mimi, ninaweza kuwa uko sebuleni unanifuata, unaweza uko garini unanifuata, au uko kwenye chumba chako unatulia unanifuata, na nina matumaini unaweza kuwa hata na kalamu yako ukiandika, ndiposa ninaenda polepole ili upate kunielewa. Njia ambazo hawa manabii wa uongo na hawa walimu wa uongo zinazowapa nafasi katika makanisa nazo ni gani? Wanaanza na matendo ya kuvutia wale wasio na msimamo wa imani. Hii ndiyo mbinu yao ya kwanza ambayo wanaitumia. Wanaanza na matendo ya kuvutia wale wasio na msimamo wa imani. Matendo gani haya ambayo wanayatumia? Kwa mfano, kuwapa watu vifaa. Wanadhihirisha roho ya upendo wa dhati. Wanakuja na vifaa mbalimbali, wanakuja na vyakula, wanakuja na manguo, wanawasaidia watu, wanawapa misaada mbalimbali. Na hawa ambao wasiokuwa na msimamo wa imani, mara wanapoona matendo haya wanayoyaonyesha, wakiwaonyesha upendo mkubwa wa dhati sana, wakiwasaidia, wakiwanunulia hiki, wakiwapea hiki, wakiwalipia madeni zao, wakiwalipia mafaktire za mganga, wakiwahudumia, wakipita nyumbani kwao kila siku itwayo leo. Na hii inavutia hawa wasiokuwa na msimamo wa imani, wakivika ngozi inayofanana kwamba ni ule upendo ambao Kristo aliouacha, kwamba mpendane ninyi kwa ninyi. Sasa watu hawa wanaweza kuwa na mambo mengine, wanatumia vitendo fulani katika matumikio yao, kama vile maji, kama vile mafuta, kama vile vyakula fulani, kama vile vitambaa, kama vile chumvi na mambo kadha wa kadha. Sikia mtazamaji na msikilizaji mwenzangu, wewe unayenifuata, hawa manabii wa uongo wanajivika ngozi ya kondoo, wakidhihirisha upendo yenyiko sawa vile ya dhati, ya kuonyesha sawa vile wanawajali watu, ya kuonyesha vile wanawapenda. Lakini pia katika matumikio yao, wao wanakuwa na mademonstration fulani fulani. Wanatumia maji, wanatumia vitambaa, wanatumia sijui kama bombo, wanatumia kama petroli, wanatumia kama mafuta, wanatumia kama chumvi. Wanawapea chumvi, wende wekeza hii chakula na miujiza itakusindikiza. Wanawafunika manguo zingine, wanasema nguo hizi ni za miujiza, nguo hizi ni za ishara. Wanafanya sijui nini. Mukija katika maombi yao na maombezi yao, utahisi kwamba watu wanaenda kwenye chemchemi ya kushota maji, wanaenda na magurudumu zao, wanarudi na maji. Na wengine maji haya ikaisha na imani inaisha, na wengine hawa mafuta zao zikaisha na upungufu wao nao inaisha. Wapendwa katika Bwana, wanafanya maajabu mengi sana, na mengine ni ya kujitengenezea kwa kuwavuta watu wawaandamie. En d'autres termes, wanatengeneza hata miujiza feki. Sinaoga kuitangaza, Wakristo msikilize. Kuna wale hata wanatengeneza miujiza feki, wanaandaa mikutano mikubwa ya Injili, lakini kumbe wale ambao waswadiza wameponywa ni watu wao waliotoka nao, ni watu wao waliowatengeneza wenyewe, ni watu wao waliotoka nao katika vituo vyao. Wanawatengeneza, wanaambia wewe utakuwa kilema, wewe utakuwa bubu, wewe utajifanyisha unapooza. Na kuna wale ambao unakutana wanafika wanapooza, kumbe ni watu wao. Kuna wale ambao wanatoka nao wanawaambia utafungia hiki kiunoni, utaweka hiki mposhi yako, utakuja na yai sijui kama ya ndege, utakuja sijui kama ni ya nini. Na wakiwa katika ile mikutano yao wanawatabiria
hii ufunuo feki, na wanasema wewe, nimeona una kitu fulani, kumbe na walikucha na yeye. Wewe una yai ya ndege fulani, wewe unafungia kitu fulani viunoni. Jamani, wanawatengenezea miujiza feki. Watu hawa ulimwengu wa leo, niwahakikishie kwamba milioni ya watu wengi sana wanajihusisha na ushirikina, wanajihusisha na unajimu, wanajihusisha na uchawi, wanajihusisha na ibada ya sanamu, wanajihusisha na ibada za kuzimu. Wanatafuta macho ya kichawi, wanatafuta macho au troisieme oeil, yaani hawa walio na licho yawe ya tatu wanao uwezekano ya kuona hata anwani yako, wanaweza gundua anwani yako. Halafu utasikia mkutanoni anakuambia wewe siye fulani, anataja jina lako. Wewe si baba yako fulani, anakuambia si mama yako fulani, anakuambia si mji wako fulani, anakuambia si wewe ulifanyaka hiki siku fulani, si wewe ulitenda hiki siku fulani, si ulikula chakula fulani leo mbele ukui hapa kwenye huko, si mfuko yako mko kitu fulani. Yaani niwahakikishie hawa manabii wa uongo hawaoni mambo ya kiroho ya ndani. Utasubiri kisa atakwambia dhambi ulizozifanya, utasubiri kisa atakwambia ulizini juzi, ulifanya hiki, ulifanya kile, ili roho ya ikokote kwa Mungu. Utasikia analifanya, lakini anaona mambo ya kawaida, anaona mambo ya kawaida. Sikia wasikilizaji na watazamaji ambao mnaonisikiliza na kunifuata, watu hawa wanao ule uwezo ya kugundua hata kazi unazozifanya, ya kugundua hata majirani zako, ya kugundua hata kizazi chako, ya kugundua hata ndugu zako, na sana kupea ile liste yote ya ndugu zako, kama wewe una msimamo kweli kweli ya imani, kama wewe hauna ule Ukristo kabisa ambao una mizizi katika neno la Mungu, au niende mbali niseme, kama hauna Roho Mtakatifu aletaye upambanuzi ambaye anaweza kukusaidia kupambanua kati ya ukweli na uongo, na unatetemeka mara moja, na unatetemeka, unahisi kwamba umekutanana na mtumishi wa Mungu kweli kweli, kumbe ni nabii wa uongo, ni nabii feki. Wacha niendelee nikuambie jambo la pili. Jambo la pili au hatua ya kufuata katika fundisho hili, kadhaa kati ya manabii hao wa uongo walianza na usafi wa dhati, ukweli na imani ya kweli iliyo kweli. Kati yao kuna wale ambao kwa mwanzo walianza kama watumishi wa Mungu, kwa mwanzo walianza kama watumishi wa Mungu kweli kweli, lakini baadaye ajili ya kiburi na kupenda fedha wakajaribiwa na kuacha kweli na kujitenga nayo kwa faida zao wenyewe. Narudia msemo huu ili upate kunielewa. Kwa mwanzo tulipowaangalia ukaona kweli, mbona mtu huyu anafundisha kweli ya Biblia, mbona mtu huyu kuna mambo aliyoniambia, na kuko siku nyingine niliona Mungu amenifunulia jambo hili. Lakini kwa mwisho, kwa sababu ya kiburi moja, kwa sababu ya kiburi moja ile, lakini pia na kwa sababu ya kupenda fedha. Sababu wapo wale ambao walianza kanisa, walianza chumba ya maombi. Hawakuanza kanisa ili wao waganyere damu, hawakuanza chumba cha maombi ili wao waganyere damu. Na maanisha nini? Hawakuanzisha kanisa na nafasi ya kuombea ili watu waokoke, ili watu wafunguliwe na dhambi, ili watu waende mbinguni. Lakini wameanza kituo hiki kama butike yake, kama kioske, kama nafasi ya uchumi, kama nafasi ya kupata hela. Lakini ataanzaje? Basi ataanza na kweli za Biblia ili awavute ninyi, mtakuwa mnasema na ni kweli huyu anafundisha kweli ya Biblia. Baadaye atakapokutana amepata sehemu fulani ya watu, anaingia katika lengo lake la kwanza. Akishaona umati wa watu, anaanza katika lengo lake, nalo silo nyingine, ni uchumi, ni kuchuma hela za watu. Sikia niwaambie wapendwa katika Kristo Yesu, ninataka niwaambie kwamba
Watu hawa baadaye polepole wanaenda wanaiacha kweli na kujitenga nayo, wakielekea kwenye faida zao wenyewe. Hawalengi mioyo yenu, hawalengi mupone, hawalengi mufunguliwe, hawalengi muache dhambi, hawalengi muache ubaya, hawalengi kwamba mufunguliwe na nguvu za giza mkapone. Wanalenga mifuko yenu, wanalenga uchumi wenu, wanalenga ufugo wenu, wanalenga uchuruzi wenu, wanalenga mali zenu. Nikisoma neno la Mungu lenyewe linaweza kutuonyesha namna gani watu walioingia katika kweli, lakini pole pole walienda wanatoka ndani ya kweli hii. Mojawapo, soma Wakorintho wa kwanza sura yake ya 6 aya yake ya 9 ukifika aya ya 10. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 6 aya ya 9 ukifika aya ya 10. Kama una kalamu yako uko naandika, unaweza kuangalia pia Wagalatia sura yake ya 5 aya 19 mpaka 21. Wagalatia sura yake ya 5 aya yake 19 mpaka aya ya 21. Hapo tutaenda tunakutana, wapo watu walioanza vizuri, wapo watu walioanza katika kweli, lakini sababu ya kiburi, sababu ya kupenda fedha, wakaenda wanatoka ndani ya kweli ya neno la Mungu polepole. Sijamaliza bado, sikia. Soma Waefeso sura 5 aya yake ya 5 fika aya yake ya 6. Waefeso sura 5 aya yake ya 5 fika aya yake ya 6. Hapo wanageuka vyombo vya shetani. Wanapoacha hiyo kweli, wanageuka vyombo vya shetani. Na wewe uliwaona kwa mwanzo jinsi walivyoanza. Una habari kwamba tayari rafiki yako, tayari mtumishi wako, mjakazi wako alishakengeuka, alishaacha kweli. Nina matumaini katika somo langu la leo litakusaidia kuelewa polepole. Sina oga, sina shaka somo hili litanipa neema na kibali ya kukueleza polepole. Sikia nikuambie, wengi wao, kwa sehemu yangu ya 3, wengi wao kamwe hawajawahi kuwa waamini kweli kweli. Kati ya wale manabii wa uongo, wapo walioanza vizuri baadaye wakakengeuka, lakini pia wapo wale ambao tangu kuingia kwao makanisani hawajawahi hata mguu wako ukanyaga katika kweli. Mioyo yao haijawahi hata siku moja kupokea kweli. Sikia, iko sawa vile na kuchanganya, lakini naamini utaelewa. Narudi, wengi wao kamwe hawajawahi kuwa waamini wa kweli ya Kristo. Shetani amewapandikiza kanisani tangu mwanzo wa huduma yao, ili kwamba hawa wawe vikwazo. Niseme namna gani? Shetani huwatumia, anawapa kipaji cha kimashetani ili kudhoofisha na kuzima moto wa Mungu katika makanisa ya kweli, ili kuzima nguvu na moto wa Mungu na moto wa Roho Mtakatifu katika kanisa za kweli. Sipendi niende haraka na msemo huwa uelewi zaidi. Ninarudi sababu nilikwambia ninalenga katika kufundisha somo hili Wakristo wapokee maarifa, lakini sawa watapokea maarifa, wawe tayari haya maarifa kuitransfere kwa kizazi chao na kwa ndugu zao. Lakini katika zile shabaha, kumbuka muko ile shabaha ili ujue, na baada ya kujua ujue jinsi utakavyoenenda katika zamani hizi za ovu. Mungu akusaidie na uwe pamoja na wewe. Sikia, wapo manabii wa uongo ambao tangu dunia kuumbwa hawajawahi kuipokea, hawajawahi kuwa waamini wa kweli. Sijui kama Kiswahili changu kinaeleweka. Hawajawahi kuwa waamini wa kweli hata siku moja. Tangu hapo walipoingizwa, ni shetani amewaleta akawafanya wajumbe wake katika makanisa. Kuna wale anafanya waanze makanisa yao binafsi, na kuna wale anafanya anawaingiza katika makanisa ya kweli. Nisikie vizuri katika neno hili. Hawa manabii wa uongo, wapo wale ambao kirasmi wao wenyewe wanao vituo vyao
kwenye wanatabiria, lakini na kuna wale shetani amewaingiza katika makanisa zetu. Kuna wale shetani amewaingiza katika vyumba vya maombi. Kuna wale shetani amewaingiza katika makanisa. Ili shabaha ya shetani ni gani? Wapate kuzima moto wa Mungu katika makanisa ya kweli, wapate kuzima nguvu za Mungu katika makanisa yetu, wapate kukengeusha mioyo ya Wakristo wetu, wapate kuderute roho za Wakristo wetu. Mungu atuhurumie na Mungu atuwezeshe. Wakristo wapendwa na watumishi wenzangu, iweni macho, angalieni sana kipawa hiki cha unabii katika makanisa zenu. Angalieni sana kipaji hiki cha unabii katika makanisa zenu. Angalieni sana kipaji hiki cha ufunuo katika makanisa zenu, sababu yapo makanisa mengi sana shetani alishanyemelea katika vyumba vya maombi, alishanyemelea katika vituo vyao vya maombi, alishanyemelea katika vipawa, ameingiza na wajumbe wake, nao wanatabiri, mkiwaza nao ni sawasawa na hawa watumishi wenu. Na wako wale ambao nao wamenyanganywa zamu. Ibilisi amezima moto wa Roho Mtakatifu, ameingiza vipaji vyake vya kuzima moto wa Mungu katika makanisa zetu, lakini tuwe macho. Bwana Yesu awabariki wasikilizaji wangu. Bwana Yesu awaongoze wasikilizaji wangu, na Mungu awape neema. Nihakikishe kwamba muko tayari na muko chonjo, muko munanifuata. Siwezi endelea na sisomi neno hili la Injili ya Yesu Kristo kama Mathayo ameandika, sura 13 aya 24 mpaka 28. Nimesema Injili ya Yesu Kristo kama vile Mathayo ameandika, sura 13 aya 24 mpaka aya 28. Nina matumaini uko nyumbani na uko tulivu, uko unanifuata taratibu. Naisoma katika jina la Yesu. Akawatolea mfano mwingine akasema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake, lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Jamani, watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, na tia kistari, akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Ninarudia neno hili, akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Sikia niwaambie wachungaji wenzangu, iweni macho wachungaji, iweni macho viongozi wa vyumba vya maombi, iweni macho ninyi mnaokuwa na vikundi fulani vya kuomba Mungu, isije ikaonekana adui alishawaingilia na kuwaingizieni magugu katika ngano. Jiulizeni kama hawa wote mlio nao katika vyumba vya maombi, walio na vipawa vya ufunuo, je, wote ni manabii wa kweli? Napumua na kuuliza mchungaji mwenzangu, na kuuliza kiongozi wa kikundi cha maombi, je, hawa wote walio na vipawa vya unabii, hawa wote walio na vipawa vya ufunuo, wote ni manabii wa kweli? Kati yao hamuna miongoni ambao ibilisi amewaingiza wake ili wachanganye kundi hili? Je, unabii wote mnaopokea katika buku zenu mkiandika, wote umetoka kwa Mungu? Ni Mungu amesema na hawa wajakazi kweli kweli? Hakuna wale wanawatabiria akili zao, hakuna wale wanawatabiria fahamu zao, hakuna wale wanaowatabiria ili wawachume mali yenu. Sikia, ninalo shauri, lakini wewe mwenyewe unaweza kusoma nyumbani aya 36, unaweza kufika aya 43 ya ile sura 13. Shauri ni gani? Shauri ndilo hili, nalo nalipenda sana kwa Wagalatia sura 1 mstari wake wa 8
mpaka mstari wake wa 9. Nasema Wagalatia, tunaweza kuangalia Wagalatia sura 1. Ndio, Wagalatia sura 1 tunaweza kuangalia mstari wa 8, lakini acha nianze mstari wa 6. Nisome mstari wa 6, niruke mstari wake wa 8, nifike mstari wake wa 9. Ndapata shauri pale ambalo litasaidia Mkristo wa Nayoti, ambalo litasaidia Mkristo yeyote mwenye iko ananifuata. Lakini mimi silengi tu Wakristo wa Nayoti, ninalenga pia Wakristo wote ulimwenguni, ninalenga wasikilizaji wote na watazamaji. Haleluya! Neno la Mungu kwa Wagalatia 1:6 na ruka 8 mpaka 9. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Nastajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Aya ya 8. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Paulo, Mungu akubariki. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri injili, narudi, akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Haleluya! Wakristo wa Nayoti, mimi kama mchungaji wenu, na mimi ninasema kama Paulo, watazamaji na wasikilizaji mnaonitazama, na mimi ninawaonya kama Paulo, ninawaambia hivi: akija mtu yeyote yule akiwaletea injili ya namna nyingine, akiwaletea injili ya namna nyingine, Paulo anasema na alaaniwe. Napenda hili neno, sina haraka ya kulikimbia hako zaidi. Lakini japokuwa sisi, Paulo yule anaanza sisi. Yani Paulo kwa nini anasema ijapokuwa sisi? Anajikamata yeye, lakini anaelewa yeye hawezi geuka katika kweli, lakini alijua kwamba wako watu wanaanza katika kweli, wapo manabii walioanza katika kweli, wapo wahubiri walioanza katika kweli, lakini kwa sababu ya kiburi na kupenda fedha wamegeuka, wanahubiri injili ya namna nyingine, wanageuka, wanatabiri akili zao na fahamu zao ili wajifaidishi. Lakini juzi na jana walitabiri kweli, lakini sawa walikutanana na ukengeufu wa siku za mwisho, sawa walikutanana na tamaa ya fedha, sawa walikutanana na kiburi cha uzima, wamegeuka. Na Paulo anataka awarekadre wa Kristo wa siku za mwisho, awaambie hivi: hata kama mtu alianza na ninyi katika kweli, hata mnampenda mwira, haijalishi kiasi gani, lakini mumfuatilie kwa makini sana. Katika somo langu ningali nitawapea mambo ambayo tutakuwa tunapima homo manabii wa uongo, ili tugundue kama ni wangali katika mstari au hawako tena katika mstari. Lakini Paulo anataka kusema hivi: hata sisi au malaika wakiwahubiri injili ya namna nyingine, mtu huyu na alaaniwe. Ninatamani Mkristo mwenzangu uingie katika neno hili na liwe lako katika jina la Yesu Kristo. Hata uende Ulaya leo, vijana wetu, hata uende Kanada, hata uende Europa, hata uende sijui Asia, hata uende provinsa ingine, hata uame kanisa lako, hata uende kwa mchungaji mwingine, hata uende nchi nyingine, sikia, baki katika lile neno ulilolifunzwa. Ukikutanana na injili ya namna nyingine, utagundua mara moja, huyu ananipeleka katika utimilifu wa dalili za siku za mwisho. Biblia, neno la Mungu, inaniambia hata kama ningali nitapagusia siku moja, kiasi kwamba Paulo anamwambia Timotheo, mwanangu, hata mimi nijapokuwa siko au niwe, kumbuka ulijifunza kwa nani. Na anamwambia hivi: na ninaamini katika wewe ya kwamba tokea utoto
umeyafunzwa maandiko matakatifu, na ninajua kama hata wazazi walikutengenezea msingi mzuri wa imani. Ninatamani sana na mimi kama mchungaji wa kanisa la Nayoti nijitapie ninyi wa Kristo wa Nayoti kwamba nijapokuwa niko au nisipokuwako, nina matumaini mtakuwa mumeelewa, mumejifunza kwa nani. Na kama Paulo ninawaambia, akija mtu mwingine anayewaletea injili ya namna nyingine, Paulo anasema mtu huyu na laaniwe. Mungu akutendee hivyo na kuzidi. Shauri la kwanza lile. Shauri la pili, vema kupima unabii na kila mafundisho. Wewe usimezemeze tu. Hata Biblia, neno la Mungu, Yesu Kristo mwenyewe alirudilia maneno haya, aliyarudilia. Bwana Yesu aliwaonya wanafunzi wake mara 14 kuwa wawe macho na kujihadhari na manabii wa uongo na walimu wa uongo. Ninairudilia, Yesu Kristo kwa maisha yake na wanafunzi wake, hii somo ya kujihadhari na manabii wa uongo, Yesu Kristo alirudilia 14 fois, mara 14, na nitaiprove katika Biblia mara 14. Anafundisha leo, anawaambia watoto wangu mjihadhari na manabii wa uongo. Kesho tena mjihadhari na manabii wa uongo. Hii teme moya, je le dis et je le répète, hii teme moya ya kujihadhari na manabii wa uongo Yesu alifundisha mara 14. Aliwaonya wanafunzi wake 14 fois, anawaambia mjihadhari. Na mimi ninakuonya msikilizaji na mtazamaji ambayo unanifuata saa hii, ambayo utanifuata siku zingine, usifuate unabii. Unabii upime, unabii uchunguze. Yesu Kristo alituambia tupime. Paulo naye tungali tutapafika, anasema musimzime roho, musitweze unabii, lakini mujaribu, muangalie iliyo njema muipokee, na iliyo mbaya munaiacha. Mwira hawaambie kwamba mpinge unabii, lakini muitazame, muichunguze, muangalie kama ni ya kweli au ni ya uongo. Kama ni ya kweli ni amina, kama ni ya uongo se arejete. Mungu awatende hivyo na kuzidi. Acha nirudilie mitume hii, nikuambie na nikuonyeshe kama kwa Mathayo 7:15 Yesu Kristo alirudilia neno hili. Kwa Mathayo 16:6 Yesu Kristo alitahadharisha wanafunzi wake juu ya unabii wa uongo. Kwa Mathayo 11:24 Yesu Kristo aliambia wanafunzi wake mjihadhari na manabii wa uongo. Kwa Mathayo 4:24 lile neno linarudia tena. Kwa Marko sura 4:24 Yesu Kristo alirudilia tena, aliwaambia jihadharini na manabii wa uongo. Kwa Marko sura 8:15 Yesu Kristo alirudilia lile neno, anawaambia jihadharini na manabii wa uongo. Kwa Marko 12 mstari wake wa 38 mpaka 40 Yesu Kristo tena alirudilia, aliwaambia jihadharini na manabii wa uongo. Jamani, wacha niendelee. Hata ukiangalia tena kwa Marko ile sura yake ya 13 na aya yake ya 5 Yesu Kristo alirudia lile neno jihadharini na manabii wa uongo. Kwa Injili ya Yesu kama Luka ameandika 12 mstari wa 1 Kristo alirudilia lile neno jihadharini na manabii wa uongo. Kwa Luka sura 17 aya 23 Yesu Kristo alifundisha lile neno jihadharini na manabii wa uongo. Kwa yule Luka sura zake ngapi hizi? 12 mstari wa 46 Yesu Kristo alirudia tena lile neno jihadharini na manabii wa uongo. Kwa Injili ile ya Yesu Kristo kama Luka ameandika sura 21 mstari wa 8 Yesu Kristo alirudia tena lile neno 14 fois. 14 fois yote Kristo anasisitiza. Angalieni jinsi shetani anafanya Wakristo leo wapende unabii kuliko neno la Mungu, japo neno la Mungu ndiyo unabii. Wakristo mnaonisikiliza na kunitazama, neno la Mungu ambalo limo ndani ya Biblia ndiyo unabii wa
wa kweli. Wakristo leo hawapendi kufundishwa neno la Mungu, hawapendi leo kufundishwa neno la kweli, hawapendi mahubiri, wanachangamkia unabii, asema Bwana wa majeshi. Wanapenda kutabiriwa kwa sababu shetani anaelewa katika kipawa hiki ameingiza wajumbe wake, na kwa njia hii anawapata watu na kuwakengeusha. Angalia gisi unabii leo imekutenga na ndugu zako, unabii imekutenga na kanisa lako, unabii imekutenga na rafiki, unabii imekutenga na mamukwe, unabii imetenga leo watoto na wazazi, unabii leo imetenga wazazi na watoto, unabii ya uongo leo imetenga watumishi na watumishi, unabii ya uongo leo imetenga wazazi na jirani, imetenga ndugu na ndugu. Mamkwe njo alituma hauzai, bamkwe njo, shangazi, majirani. Hata kuna wale wengine unabii imewaondoa katika huduma. Hata kuna wale wengine walitabiriwa wameacha kanisa, walishakuwa wa milimani. Hata kuna wale wengine unabii leo imewaondoa katika ndoa. Kuna wale walitabiriwa, huyu siye mume wako, huyu siye mke wako. Jamani, kutaja kuchoka. Yesu Kristo akairudilia mara 14. Jihadharini na manabii wa uongo. Na Mwira amesimama leo hadharani anawatangazia, akijiunga na neno la Bwana wake Yesu, akiwaambia jihadharini na manabii wa uongo. Mpime kila unabii, mpime kila ujumbe. Mungu awasaidie, Mungu awe pamoja na ninyi, Mungu awajalie neema leo. Kipindi mtajua kweli na kweli itaweka huru, ambacho kililetwa na wenu mchungaji Mwira Mungula Robert, iko anawafundisha juu ya siku za mwisho na matokeo yake kwa maisha ya Wakristo. Na tuko katika sehemu ya kwanza katika kipengele chake cha pili. Katika sehemu ya kwanza nayo ni dalili za siku za mwisho, na dalili za siku za mwisho tunakuwa mwana sehemu ya kwanza dalili za kiroho, na katika dalili za kiroho muna ile sehemu ya kwanza yake ni dhambi kuongezeka na ubaya, na sehemu yake ya ni kuibuka kwa manabii wa uongo. Sijakuacha bado, ninajua nitaomba dakika chache, lakini kupendeze niendelee kidogo nikuambie. Angalia Watesalonike wa kwanza sura yake ya 5 aya yake ya 21. Watesalonike wa kwanza sura 5 aya yake ya 21. Angalia Yohana wa kwanza sura 4 na mstari wake wa kufuata. Sikia, hatua zifuatazo zinaweza kuwajaribu walimu na manabii wa uongo. Hatua zifuatazo zinaweza kukusaidia kuwajaribu na kuwapima manabii wa uongo. Hatua ya kwanza, pambanua tabia zao. Hatua ya pili, pambanua dhamira zao. Hatua ya tatu, pima kuangalia maisha yao na ujumbe wao, je, vinaambatana? Hatua ya 4, pambanua kiango chao cha kutegemea maandiko matakatifu. Na hatua ya 5, hatimaye pima uadilifu wao na fedha. Je, analizamu mbele ya fedha? Mungu akusaidie. Siku itakayokuja ni hapa nitafasiri kinagaubaga hatua hizi 5 ambazo zinatusaidia kupambanua nabii na walimu wa uongo. Mungu awabariki wasikilizaji, Mungu awabariki watazamaji wangu wote ambao mlionisikiliza leo, ambao mlionifuata leo. Ninajua kwamba Wakristo wanayoti mko nyumbani mlinifuata. Ninajua kuna wale wako nchi zingine za mbali walinifuata. Ninajua kuna wale ambao wako nyumbani mwao, nao nina matumaini kwamba nao walinifuata. Na Mungu awabariki sana, na Mungu aendelee kuwa pamoja na ninyi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Papa Erike, ninaona kama ulitufuata sana, na Mungu akubariki, na Mungu aendelee kuwa pamoja na wewe. Huyu ndugu yangu Jipe la Croyance, nawe Mungu akubariki. Ninajua ulitufuata. Bwana awe pamoja na ninyi, na Bwana aendelee kuwasaidia. Papa Augustin Fizi pale Karale, ubarikiwe sana. Naona kama ulitufuata. Ndugu yangu Engineer Ndagano, Mungu akubariki, naona ulinifuata. Paterne Patrice, Mungu akubariki mahali uliko ulitufuata. Pastere Mzee Matabishi Msenge, ubarikiwe na Bwana, naona umetufuata. Evangeliste Shekina Ngwanga, ubarikiwe sana.
Imani za Shari Shangalume, ubarikiwe na Bwana kokote uliko. Pascal Lela Chubaka, Mungu akubariki. Naona kwamba ulitufuata sana. Lenta Mwira pale uliko nyumbani na jamaa, Mungu akubariki. Naona ndugu yangu Peri Kilfi, Mungu akubariki kokote uliko. Nelimu haya ubarikiwe sana. Dorcas Noela ubarikiwe. Oscar Aksante ubarikiwe. Estere me kweli naona mlifuata sana. Samueli Mweze, Mungu akubariki. Estere Mwincha, mubarikiwe sana. Mwamini Mugisho, mubarikiwe pale nyumbani. Bwana, ninaona kama ulitufuata. Yoshua Wazi, ubarikiwe. Naona kama ulitufuata sana. Ombeni Chiza, Safi Masonga, Pasifike Baronyi, Antonia Mwira, asante Mafie kunifuata na mamako pale nyumbani, mubarikiwe. Cecile Mapendo, ubarikiwe sana. Bienfait Zawadi, naona kama ulinifuata. Daniela na Kwesha Zawadi, ubarikiwe. Rachel Neema, Msafiri Kalimurima, Bwana Moize, ubarikiwe. Rosine Mwandaza, mama, Mungu akubariki sana. Barikiwe sana. Sharma Shamamba, naona ulitufuata. Ndugu yangu Daniele, naona kama ulitufuata. Mungu awe pamoja na wewe. Sifa kwa Mungu sana. Ninaona kwamba mko wengi sana. Naona Gracie Boroto, ubarikiwe rafiki yangu. Naona kwamba ulikuwa pamoja na sisi. Inese Kinja Mulashe, Mungu akubariki. Lorese na Mugunga, ubarikiwe. Ninaona mlifuata sana. Julienne Christine Mnene, ubarikiwe kokote uliko. Mtu mnene, Mungu akusaidie na wewe ndio unagonda polepole. Naona ulitufuata sana, ubarikiwe sana. Mungu awe pamoja na wewe. Noelaga ni wa Mulume, ubarikiwe. Baraka, Mungu iko. Ile ni kweli, Mungu iko. Mungu akubariki. Nasiri te, Mungu akubariki. Wapendwa wangu, Mungu awabariki sana. Ninaona kama mlinifuata wengi sana leo. Kama sitaji tena jina lako kwa sababu muda wetu umeenda, lakini na matumaini ulinifuata. Na Mungu aendelee kubariki na Mungu aendelee kuwa pamoja na wewe. Hatuwezi acha kusema asante kwa ekipe yetu ya media ambayo ilikuwa inasaidia ili wafikishie maneno haya. Mungu akubariki. Kaka yetu Bahati, Mungu akubariki. Kaka Josue Jojo, Mungu akubariki. David Leroy, Mungu akubariki. Lakini minaona kuna wale ambao walijitahidi kwamba wawe pamoja na sisi. Kaka yangu Estasha, ubarikiwe. Kaka Elia, ubarikiwe. Kaka Dani, ubarikiwe. Na wajakazi wenye walikuwa wako wanaomba kwenye mrago, na Mungu awabariki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kaka Dani, uliacha usingizi leo kutufuata. Kaka Lela Chubaka Pascal, ubarikiwe sana. Wapendwa, ilikuwa kipindi Mtajua Kweli na Kweli Itawaweka Huru. Kipindi Mtajua Kweli na Kweli Itawaweka Huru ililetwa na wenu wa kila siku, Mchungaji Mwira Mungula Robert, akiwa mchungaji wa kanisa la Senge Msel Panayoti Industriel. Labda ulifuata kipindi katikati. Namba zetu ni +243 9 94 97. Unaweza kuandika kama kuna ulizo au swali yoyote ile, na utapata maelekezo. Hata kwa konte yetu ya Senge Msel Panayoti Bukavu unaweza kutupata. Hata kwa YouTube unaweza kupata mafundisho zetu mbalimbali. Ukiandika tu Pastor Robert Mwira utapata mafundisho mbalimbali za kanisa, lakini pia na mafundisho yetu. Niwaambie kwamba kila siku ya 3 na siku ya 5 mnaweza kufuata mafundisho yetu kwa saa za Kongo, ikuwa 20h mpaka 21h. Mungu awabariki katika jina la Yesu, amina. Acha niwaombee Mungu. Baba Mungu uliyeumba mbingu na nchi, katika jina la Yesu ninaombea wasikilizaji wote, Wakristo wote, wanayoti, wazee wa kanisa, mashemasi wa injilisi, kwaya zote, wale walionifuata kwa nchi mbalimbali, kwa province mbalimbali, wale waliotufuata wakiwa nje ya nchi ya Kongo, nje ya province ya Sud Kivu. Bwana uwabariki, Bwana waongezee maradufu, wape baraka za kushoto, kulia, mbele na nyuma. Watendee mema wasikilizaji na watendaji. Maneno haya tumewafunza leo, wasikilize neno hili na wajihadhari na siku za mwisho. Wawe karibu yako na kila leo wajue kwamba Bwana wetu anakuja. Neema hii naombea wasikilizaji wangu, nikibariki ekipe yetu ya media, nikibariki wasikilizaji wote na watazamaji kwa jina la Yesu, amina.
Mungu awabariki wasikilizaji na watazamaji, na randevu tutaonana tena siku ya 5 kwenye saa hizi. Mubarikiwe katika jina la Yesu. Amen.